nilisoma hapa nikafundisha somo linaitwa usingizi wa kiroho sehemu ya kwanza. Kwa ambao mlikuwepo nafikiri itakuwa mashahidi. Na kama nikidanganya usimame useme uwe muongo, usione hofu. Sawa eh? Usingizi wa kiroho sehemu ya kwanza. Na fungu letu la kwanza lilikuwa linatoka katika kitabu cha Waefeso 2:20 kama mnakumbuka. Nilitegemea msomaji angeweza kukumbuka hili lakini na yeye kasahau. Na tukaja kujikita mizizi katika kitabu cha Mathayo 26 kuanzia ule mstari wa 36. Msomaji kama nikikosea unikumbushe. Tukaona safari ya Yesu akienda Getsemani. Tukaona mambo mengi hapo, lakini mambo ambayo tuliyaona na wakati wa kuchangia alichangia Andrew hapa. Akasema kwamba mtu anaposimama hapa tusiangalie aliyesimama hapo, bali tuangalie ana ujumbe gani. Kwa sababu hatujifunzi kwa sababu ya muonekano wa mtu au jina la mtu, bali tunajifunza kwa kile alichonacho. Tukaona mambo mengi, ninawapitisha hapo niwakumbushe. Lakini zaidi ya yote tukaona kwamba makundi mawili, nikatoa mfano wa watumishi 12 tena ashara wale wa Yesu, mitume 12 aliyowachagua. Tukaona kwamba alitenga makundi haya mawili katika hao 12. Lakini katika kundi la kwanza na la pili tukaona kwamba popote hapo pana makosa. Kundi la kwanza huku kuna Yuda na kundi la pili huku tukaona kuna nani? Petro aliyemkana Yesu. Tukajifunza mambo mengi na kubwa katika somo hilo. Tukaona kwamba mtu anaweza akawa mteule, ameteuliwa, lakini ndani yake ana roho nyingine. Ndio maana Yesu alipomuona Petro ametumiwa na shetani, akasema nenda nyuma yangu shetani. Lakini ni mwanafunzi katika wale walioteuliwa 10 na wangapi? Na 2. Hiyo inatufundisha kwamba tuzichunguze kila roho. Sawa eh? Nimewapitisha hapo ili kusudi tuende pamoja. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema usingizi wa kiroho sehemu ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usingizi wa kiroho sehemu ya pili. Kuna jambo ambalo Yesu alilisema na mimi nilitamani sana niliseme kwamba wakati tunapokuwa, hebu tusome kidogo katika kitabu cha Mathayo 23, hebu tuanze ule mstari wa kwanza. 23 Mathayo. Anasema Kisha Yesu akamwambia makutano na wanafunzi wake akasema, ndio waandishi na Mafarisayo ndio wameketi katika kiti cha Musa. Na basi yeyote atakayewaambia ndio muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao unena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatika watu mabegani mwao, na wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Na tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua ilizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni, na kuitwa na watu rabi. Bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Basi kwa hiyo hicho alichokuwa anawafundisha wanafunzi wake Yesu, alikuwa anawaambia kwamba mwalimu wenu ni huyu mmoja ambaye ni nani? Ambaye ni wa mbinguni. Sisi hapa hatupaswi pamoja na kwamba nasimama hapa, sipaswi kufundisha elimu yangu. Yaani ninachokifundisha hapa hakipaswi kuwa cha kwangu. Kama nikileta cha kwangu, hiyo ni elimu ya uongo. Na niliwahi kuambia nikamwambia hakuna somo linalopaswa kuja hapa likawa geni. Kwa sababu linapaswa linukuliwe kwenye Biblia, kwenye waanzilishi wa imani, kwenye mitume na manabii, sawa? Lakini kama likija ligeni, labda linaweza likawa geni kwako kwa sababu hujui Biblia. Lakini lisiwe linatoka nje ya Biblia.
Sasa alichokuwa anakisema Yesu, alikuwa anasema kwamba watu wanaowaajirieni wana yale mavazi ya utumishi kama mimi mnavyoniona hapa, lakini ni maneno tu. Yesu anasema kwamba yale wanayowaambia ninyi yashike na kuyatenda, lakini kwenye tabia hao watu wana hizo tabia msiige. Ili si kwamba ni kati ya somo la leo, ila nawakumbusha kwamba nasindikiza lile somo ambalo tulilimaliza, kwamba tunatakiwa tumwangalie mwalimu wetu wa mbinguni na sio wanadamu. Somo letu lina kichwa kinachosema usingizi wa kiroho sehemu ya kwanza. Ninaomba mtumishi utanisomea fungu letu kuu, linatoka katika kitabu cha Waefeso 5 mstari wake ni wa 14. Lakini kabla hujasoma huo mstari, hebu tuende kidogo, tuende mbele niseme jambo. Kuna mahali fulani kama kanisa tunaweza tukawa tuna ukweli fulani, sawa. Kuna mahali fulani kama familia mnaweza mkawa mna ukweli fulani. Kuna mahali fulani kama kundi fulani mnaweza mkawa mna ukweli fulani. Ili huo ukweli uweze kudhibitika kweli kwamba ni kweli kwa mujibu wa Kristo, unatakiwa uletwe ulinganishwe na Biblia. Kwa sababu gani? Kwa sababu njia ya mtu inaweza ikawa salama au safi machoni pake mwenyewe, lakini ukiipima kwenye Biblia unakuta ni njia ya mauti. Kwa hiyo kila jambo ni lazima lipimwe. Ndio maana katika usingizi wa kiroho sehemu ya kwanza tuliweka msingi wetu katika Waefeso 2 mstari wake ni wa 20. Leo tuko Waefeso 5 mstari wake ni wa 14. Soma 14. Ila somo limejengwa katika kuanzia mstari wa kwanza hapo mpaka nitakapokuwa nimeishia. Soma 14, Waefeso 5:14. Soma. Hivyo usema, ndio, amka wewe usinziaye, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Usinziaye alafu ufufuke katika wafu. Tutaona huko mbele ya safari. Ndugu zangu, ninaomba niwaambie kwamba kila ujumbe unaoupokea na kusikia, nyuma yake kuna ajenda. Naomba tusikilizane vizuri. Kila ujumbe unaoupokea, unaousikia, nyuma yake kuna nini? Kuna ajenda. Inaweza ikawa ajenda mbaya au inaweza ikawa ajenda nzuri. Kila sauti kila sauti unayoisikia, hakuna sauti isiyo na maana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorintho wa kwanza, tusomea hapo. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wake ni wa 10. 14:10. Kwa hiyo mimi niliyesimama hapa nimekuja kuwahubiria hapa, si ndio? Inawezekana katika somo langu, sio inawezekana, yani ni lazima kwamba kwenye somo langu nyuma yake kuna ajenda. Watu wengi huwa wanaangalia kile ambacho kiko mbele. Watu wengi huwa wanasikiliza kile wanachokipokea. Ni watu wangapi sasa wanaochunguza nyuma ya kile wanachokipokea, nyuma kuna nini? Watu wa Mungu tunapaswa kuangalia nyuma ya ujumbe kuna nini. So, yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, ndio, wala hakuna mmoja isiyo na maana. Hakuna hata sauti moja isiyo na maana. Unaweza ukasikia ndege inalia hapo, wewe usielewe, lakini ndege mwenzake anaelewa. Unaweza ukasikia watu wa makanisa huko walokole wanapiga haraka shakara bakara, wewe usielewe, lakini wenyewe wanaelewa. Unaweza ukasikia hapa Muislamu anaongea Kiarabu hapa, wewe usielewe Kiarabu, usielewe, lakini yeye anaelewa na wenzake wanaelewa. Kila sauti unayoisikia ina maana.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kila ujumbe unaopokea nyuma yake kuna nini? Agenda. Kuna agenda. Kwa hiyo tunachokisema ni nini? Ngoja niwape mfano. Katika kitabu cha nisomee katika kitabu cha Mwanzo 4 mstari wake wa 8. Mwanzo 4 mstari wake wa 8. Katika kitabu hicho kuna habari ya Kaini na Abeli. Si ndio? Wakati Kaini alivyokuwa anampelekea ndugu yake habari ya kwenda uwandani, Kaini alipokea taarifa aliyoletewa. Si ndio? Lakini wakati huyu mwandaaji anaandaa hiyo taarifa, alikuwa na jambo nyuma yake ambalo Kaini ambayo mwenzake hakufanya nini? Hakujua. Hivi tujiulize, laiti angejua angeenda uwandani? Asingeenda. Watu wa Mungu tunapaswa kuangalia nyuma ya taarifa tunayoletewa kuna nini. Anasema Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ndio. Ikawa alipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Akamgeukia Habili nduguye akafanya nini? Akamuua. Kwa sababu akujua nyuma ya hiyo sauti kuna nini, lakini yeye alichukulia rafiki yangu huyu. Biblia inasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwa nani? Kwake. Tunapokuwa tunasema kwamba unajua Biblia ina hekima ambayo sio ya kibinadamu. Kama unaitazama Biblia katika muktadha huo, unaweza ukavuna hazina nyingi ambazo ziko kwenye Biblia. Lakini tukisoma hii Biblia kama tunavyosoma magazeti na vitu vingine, tunaacha utamu, tunaacha nguvu nyingi iliyo pale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuchunguza Biblia, tunapaswa kuchunguza kila taarifa. Na nilikuwa naangalia katika kitabu cha neno nafikiri Matendo ya Mitume. Neno lililotumika pale nitataka unisomee katika kitabu cha Biblia Habari Njema. Hebu anza hiyo unayoisoma. Matendo ya Mitume 17 ule mstari wa 10 na 11. Anasema mara hao ndugu ndio wakawapeleka Paulo na Sila siku hata Beroya. Ndio. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Ikawaje? Watu hao walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Twende taratibu. Watu hao walikuwa waungwana kuliko wa Thesalonike. Walikuwa waungwana vipi? Endelea. Kwa kuwa walipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Sasa hebu sikia hapa. Neno lililotumika pale kwamba walikuwa waungwana kwa sababu walichunguza yale maneno, wakaenda wakapima, wakajua je, kweli ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kuchunguza na kupima, Biblia hapa imetumia waungwana. Soma hiyo Habari Njema 17 katika 17, 10 na 11. Anasema ndio. Anasema katika 17, 10 ndio. Anasema hivi. Naam. Anasema mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Ndio. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Ndio. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Kwa sababu gani? Kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Hebu rudia mstari wa 11. Anasema watu hawa, Habari Njema unasoma? Habari Njema. Soma. Anasema watu hawa walikuwa waungwana kuliko. Ngoja nifike hapo. Anasema usiku wale ndugu walihimiza Paulo na Sila ndio waende Berea,
Mara tu walipofika huko, walikwenda katika sinagogi la Uyahudi. Sawa. Watu wa huko walikuwa wasikivu zaidi kuliko wale wa Thesalonike. Hebu tulia kwanza hapa. Nilikuwa natafuta hiyo habari njema unasoma hivi. Neno lililotumika hapa ni watu wale walikuwa wasikivu. Wasikivu kuliko wale wa Thesalonike. Kwa sababu endelea. Anasema walikuwa wasikivu zaidi kuliko wale wa Thesalonike. Walipokea ule ujumbe kwa hamu kubwa, kwa kiu kubwa, wakawa wanachunguza maandiko matakatifu ndio kila siku ili kuona kama yale waliyosema Paulo na Sila yalikuwa kweli. Ndio wakayachunguza maandiko kwa usikivu, walipokea kwa usikivu, wakachunguza maandiko kila siku ili wajue kwamba hii elimu tunayoletewa ni ya kweli. Kwa hiyo watu wa Mungu wa kipindi hiki ambacho tuko nacho, ambacho ni yamkini ni nyakati za mwisho, ni lazima tufanye nini? Tuwe wasikivu, tuwe wachunguzi na kuangalia, tusiishie kusoma kama Beroya, kama wa Beroya. Nimesema hivi, nyuma ya kila taarifa unayoletewa ina ajenda. Hilo liweke kwenye akili. Leo hii, hebu ngoja tumtafakari na nini? Ngoja nipe mfano mwingine. Mfano mwingine kuhusu hilo nisomee katika kitabu cha Mwanzo 3 pale katika uasi. Mwanzo 3 nafikiri mstari wa 4. Mwanzo 3:4. Mwanzo 3. Hapa ni wakati shetani anamdanganya Hawa. So, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtafanya nini? Hamtakufa. Ndio. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Sasa sikia. Katika taarifa yoyote kuna ajenda ya wazi, halafu kuna na ajenda ya siri. Katika taarifa yoyote unayoletewa kuna ajenda ya wazi, kuna na ajenda ya siri. Asilimia kubwa huwa wanapokea ajenda ya wazi, na shetani huwa ajengi msingi wake katika ajenda ya wazi. Ndio maana unasikia ukisoma Ufunuo kwamba lile jina lilikuwa la siri, limeandikwa kwa siri. Shetani alete ujumbe wake kwa ajenda ya wazi. Ile ajenda ya wazi anakuachieni ninyi, alafu yeye anaweka ajenda yake katika ajenda ya siri. Hapo kuna mambo mawili. Moja, amesema kwamba watu watafumbuliwa macho, ndicho alichokitanguliza hapo, si ndio? Na walipokula si walifumbuliwa macho, wakajua vitu ambavyo walikuwa hawajui, si ndio? Ajenda ya siri kwamba hawa watu hakika hawatakufa. Hawakufa, walikufa. Kwa hiyo kilichomshawishi hata Hawa baada ya kula aliona mabadiliko ambayo alikuwa yaone, akaona hapana, ngoja nipelekee na mume wangu. Kumbe nyuma ya kula kuna nini? Kuna kufa. Nilimsikia mtumishi mmoja anasema mbona shetani hajawahi kudanganya, kwa sababu walipomaliza kula hawakufa hapo hapo. Nasema hawakufa, kwani si wamekula tu wakawa vizuri, hawakufa? Hiyo ndio ajenda ya siri. Hata shetani, hata hivi kibinadamu, ngoja hata nyinyi wenyewe niwape mfano mwepesi kabisa. Kibinadamu, ukienda kuuza nafsi yako kwa Illuminati unakufa siku hiyo hiyo. Utajiri haupati. Hiyo ndio ajenda ya siri nyuma ya kila taarifa. Ajenda ya siri nyuma ya kila taarifa. Nakupa mfano mwingine. Katika kitabu cha Mathayo 16. Ni sawa. Tutaangalia 16, 21 na 22 kama sitakosea. Anasema tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake. Akisemaje?
ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi, ndio, kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, ndio, na kuuawa, na siku ya tatu sawa atafufuka. Sawa. Petro akamchukua akaanza kumkemea, akisemaje? Hasha Bwana, hayo hayatakupata. Hebu rudia hapo. Anasema Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, ndio, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Sasa sikiliza, katika ajenda hiyo, katika taarifa hiyo, ajenda ya wazi ni hasha Bwana, hayo hayatakupata. Hiyo ni ajenda ya wazi, kwa maana kwamba kwa taarifa nyingine, yani kwa hali ya kawaida, unaona Petro anamhurumia bwana wake kwamba asife, si ndio? Ndio. Petro anamhurumia, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Taarifa ya wazi ni kwamba huruma kwa bwana wake. Hiyo ni taarifa ya wazi. Lakini anayeona mioyo alisemaje? Soma, endelea. Anasema akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani. Ndio. Huu kikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu, bali ya mwanadamu. Kwa hiyo unasikia hilo neno, maana huyawazi, sio uyasemi. Maana alichokisema na anachokiwaza ni vitu viwili tofauti. Yaani neno na wazo ni vitu viwili tofauti. Petro asemi unayasema yaliyo ya Shetani. Anasema unayawaza mawazo ya Shetani. Kwa hiyo nyuma ya wazo hilo, nyuma ya taarifa hiyo, kulikuwa ni kwamba yani hakuna ukombozi, kwa sababu Yesu asingekufa. Ukombozi upo. Ajenda nyuma ya taarifa. Bila Yesu kufa, ukombozi hakuna. Kwa hiyo wazo lililokuwa nje ya nyuma ya hiyo taarifa ni kukataa ukombozi. Kwa hiyo Shetani anatumia wazo la wazi nyuma ya ajenda ya siri. Mtu anaweza akaja hapa, ngoja niwaambie, hapa hizi kanisa, mtu anaweza akaja hapa akatoka huko na mihela yake, anakuja kuwadhamini hapa, akafanya kila hitaji lenu mkashangilia. Mnanisikia wapendwa? Akafanya kila hitaji lenu mkafanya nini? Mkashangilia. Saa nyingine akawaonyesha na njia, bwana fanyeni hivi, leo mtumishi akatoa na ajira mkashangilia. Lakini baada ya miaka kadhaa mkajikuta mikononi mwa mateka, nikimaanisha Mungu wa dunia hii. Kila taarifa ina ajenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo sasa ndipo unamsikia Yesu anasema nenda nyuma yangu Shetani. Lakini tukichukua katika maisha yetu ya kawaida, ni wangapi wanaotafakari nyuma ya ajenda? Ni wangapi? Leo hii ninataka ili wazo likae kwenye akili yako, kuwaza nyuma ya ajenda, kufikiria nyuma ya ajenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na wauliza swali, kwa nini nimesema amina? Kwa nini nimesema amina? Bwana Yesu asifiwe. Na iwe hivyo. Sasa mimi wakati nasema Bwana Yesu asifiwe, unajua nyuma ya ajenda yangu kuna nini? Kuna ujumbe kwamba twende hivyo. Kama hujaelewa, piga breki. Ninachomaanisha hapa kwenye swali hilo ni kwamba usijibu kabla hujaelewa. Usiamshe mkono kabla hujaelewa. Usiseme ndio wakati hujaelewa. Yaani usiwe ili mradi. Kwani kukaa nyuma ukaoji kuna shida? Usikubali ili mradi. Kuamsha mkono, kuitikia, kufanya hiki na kile, kuna muda mwingine unadhibitisha makosa wewe mwenyewe.
Ni kweli hapa nafundisha, sijamaanisha kwamba tukisema Bwana Yesu asifiwe mnyamaze kimya, ila nawafundisha kwamba kama hujaelewa usiseme ndio. Kama hujaelewa usiseme nimeelewa. Mtu mmoja aliwahi nilikuwa na ubiri na bahati nzuri binti kaondoka. Kuna mama ngoja akija hapa nitasema jambo. Basi nilipokuwa na ubiri yule kijana akawa anasinzia. Basi sasa alipokuwa anasinzia nikasema muamshe yule kijana. Maana kimsingi mtu yeyote anayesinzia huwa ni mbishi. Yaani huwezi kumwambia kwamba umesinzia akasema nimesinzia. Unaweza kukuta kwa 10 anatoka mmoja. Wabishi wale watu. Basi yule mtu akasinzia akasema muamshe. Alipomwamsha nikamuuliza umesikia? Akasema nimesikia. Nikasema nimesemaje? Anaanza kumng'ang'a macho. Kama hujasikia usiseme nimesikia. Kama hujasikia sema sijasikia, una dhambi. Kama hujaelewa sema sijaelewa, una dhambi. Na usiogope kuuliza, usiogope kusema. Hebu sikia Rumi 11. Warumi 11 anza mstari wa 8. Anasema kama ilivyoandikwa. Imeandikwaje? Mungu aliwapa roho ya usingizi. Ndio. Macho hata anasema kama ilivyoandikwa. Mungu aliwapa roho ya usingizi, macho hata wasione na masikio hata wasisikie, hata siku hii ya leo. Mungu anawapa roho ya usingizi. Hapa sasa Mwenyezi Mungu anaihurumia anawahurumia Wayahudi, anaihurumia Yerusalemu. Lakini ukisoma huko hebu endelea kidogo. Endelea. Anasema ndio. Na Daudi asema meza yao na iwe tanzi na mtego, ndio, na kitu cha kukwaza na malipo kwao. Macho yao yatiwe giza ili wasione. Macho yao yatiwe giza ili wasione. Endelea. Ukawainamisha mgongo wao siku zote. Anasema endelea. Basi nasema je, wamejikwaa hata waanguke kabisa? Hasha. Lakini kwa kosa la wokovu wamefikiria mataifa ili wao wenyewe watiwe wivu. Basi ndio, ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu, kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu. Endelea. Na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa. Mapungufu yao wana wa Israeli, mapungufu ya Waisraeli yamekuwa utajiri wa mataifa. Je, ndio si zaidi sana utimilifu wao? Sasa si zaidi sana hao watu wakiwa wakamilifu, wakiwa watimilifu, itakuwa zaidi sana. Kama walipokosea mataifa mengine wamepokea wokovu, je, si zaidi sana hao watu kama wangekuwa wamesimama? Ninyi mnaonisikiliza hapa ni wachache ndio, lakini kusimama kwenu kunafufua taifa zima. Kusimama kwenu, yani kusimama katika imani, Mungu inakuwa ni sababu ya kuwainua watu wengine. Inakuwa ni sababu ya mlisoma katika Ibrahimu anaombea watu wa Sodoma. Nakumbuka hicho kisa. Alipokuwa anawaombea, msingi wake ilikuwa na wale ikiwemo watu fulani wacha Mungu. Hesabu ikashuka mpaka 10 si ndio wapendwa? Mpaka 5, ikiwemo watu wacha Mungu fulani. Sasa nyinyi mlioko hapa, ikiwa mtasimama katika kweli ya Mungu, taifa linaweza likaokolewa kwa sababu yenu ninyi mlioko hapa. Ndio maana nasema, ninarudia tena kwamba tunahitaji watu wenye akili. Tunahitaji watu wanaoyafikiria mambo ya nini? Mambo ya Mungu. Tunahitaji watu wanaowaza nyuma ya taarifa kuna nini. Tunahitaji watu ambao watasema hapana, ni bora kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukipata watu hao
Haya, nisogee mbele kidogo. Katika kitabu cha utanisomea Matendo 4:10 anza 17. Matendo 4:17. Watu wanaosema ni bora kumtii Mungu kuliko wanadamu. So anasema lakini neno hili lisije ndio likaenea katika watu na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili wakawaita wakawaamuru asiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakajibu wakamwambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu hukumuni ninyi wenyewe. Sasa mfikirie kwamba hawa waliokuwa wanawatisha sio watu oheae, ni watu wenye mamlaka, ni marabi, ni viongozi ambao walikuwa wanasema tuwatishe. Shetani anatisha akiona amekushindwa. Na tutakuja kuangalia, ingawa somo hili umeona, tutakuja kuangalia katika tabia za shetani, tabia za uasi, tutakuja kuziangalia huko mbele. Akiona amekushinda kwenye kutisha, anafanya kweli. Umeelewa? Kwa hiyo wakasema tuwatishe hao watu wasihubiri tena kwa jina la huyu mtu. Lakini Petro anasema, je, ni vyema kuwatiini nyinyi kuliko Mungu? Yaani tuwatii wanadamu alafu tumwache Mungu? Tunahitaji watu wanaosema ni bora kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa namna yoyote iwavyo, iwe jua iwe mvua, ni bora kumtii Mungu kuliko nani? Mwanadamu. Kuliko mwanadamu. Ndio tunahitaji watu wanaochunguza Biblia, tunahitaji watu wachunguzi, tunahitaji watu wanaosema neno linasema hivi na si hivi, kwa hiyo naenda hivi. Tunahitaji watu wa namna hiyo. Tunahitaji roho ya Elia katika kanisa hili ambayo inasema hapana, nitie manabii wote wa Baali, manabii wote wa uongo, mahubiri yote ya uongo tunayakataa katika jina la Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusogee mbele kidogo. Upofu wa kiroho. Upofu wa kiroho. Kuna watu tunaweza tukawa hapa, ukisikia Biblia na Yesu anahangaika na vipofu. Huyu mara kamshika macho, huyu kakoroga tope, huyu sijui kafanyaje. Ukisikia Yesu anahangaika na vipofu, kuna ajenda kwenye vipofu, kuna ajenda. Hata sisi ambao tunajiona hapa nawapa mfano. Elimu yetu tulionayo hapa ya duniani hapa. Elimu yetu ya duniani. Hivi ni kweli hiyo elimu inatusaidia kuishi ili tupatie mwanga? Ngoja nisiende huko. Soma ndugu yangu, ngoja tuchukue andiko hapa. Yohana 9. Anza ule mstari wa 35. Tutasoma mpaka 41. Yohana 9. Anasemaje? Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Ndio. Naye alipomwona alisema, ndio, wewe muamini mwana wa Mungu? Msikilize hayo maneno taratibu tu vizuri. Wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu. Hebu subiri kwanza, kuna jambo hapa. Wakati tafsiri zingine, wakati hapa anapouliza hebu rudia hilo andiko. Anasema ni 35. Anasema Yesu akasikia kwamba umemtoa nje. Naye alipomwona alisema, wewe muamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Ni nani Bwana nipate kumwamini? Lakini tafsiri zingine zinasema, yuko wapi Bwana ili nipate kumwamini? Yuko wapi? Hapa anatumia ni nani Bwana nipate kumwamini.
Endelea. Anasema Yesu akamwambia, umemuona. Naye anayesema nawe ndiye. Ndio. Akasema naamini Bwana. Akamsujudia. Ndio. Yesu akasema mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu. Ndio. Ili wao wasioona waone. Hebu sikiliza hapo, twende taratibu hapo, msikilize anachokisema Yesu. Endelea. Anasema mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu. Ndio. Ili wao wasioona vipofu waone, nao wanaoona sisi hapa wawe vipofu, tuwe vipofu. Unasema hii inakuwaje sasa? Yesu alikuja sisi tunaoona tuwe vipofu. Imekaaje? Upofu wa kiroho. Upofu wa kiroho. Kuna huyu kipofu alichokifanya, alifunga imani ndani, akaamini. Lakini Wayahudi waliokuwa na macho pale, si walimkataa Yesu? Ndio. Kati ya Wayahudi na kipofu, nani mwenye akili au nani mwenye macho? Kipofu. Lakini wanasema tuna macho. Hebu endelea kusoma hapo, kuna jambo hapo chini sasa. Anasema akasema baadhi ya Mafarisayo ndio waliokuwa pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, ndio, je, sisi nasi tu vipofu? Hebu subiri usikiliza hilo swali. Maana Mafarisayo walipokuwa wanasikia ile injili, wao wanajijua wanaona. Sasa anasema huyu anayesema kwamba amekuja hao wanaoona wao vipofu. Sasa na sisi tunaoona na sisi ni vipofu. Endelea. Yesu akamwambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi. Ndio. Lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Mnajifariji kwamba mnaona. Mnajifariji kwamba mmebeba nuru. Mnajifariji kwamba mnashika sabato. Mnajifariji kwamba, lakini dhambi yenu inakaa kwa sababu hamjajua mapungufu yenu. Mnajifariji. Mnajiona mna macho. Upofu wa kiroho. Kuna mtu hapa tunaweza tukawa tunajihesabia haki, lakini hakuna mwenye haki mbele za Mungu ila tu ndani ya Kristo. Watu wa Mungu tuko pamoja? Hakuna mwenye haki bali sisi wote tunakuwa haki ndani ya Kristo Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taa ya mwili ni jicho. Taa ya mwili ni jicho. Lakini ili jicho hili tunalolisema hili tuko nalo, kama ndani ya jicho, ndani ya mwili huu kukiwa na matendo ya giza, ili jicho linasaidia nini? Maana tunazungumzia taa ya mwili. Taa ya mwili ni jicho. Lakini ndani ya mwili huu ulionao wewe, kama kuna matendo ya giza, huna tofauti na kipofu. Biblia ina mambo ya ajabu sana. Mathayo 6 tutasoma. Mathayo 6 tutasoma ule mstari wa 22 na 24. 6:22. Yes, so anasema ndio. Taa ya mwili ni jicho. Ni kweli. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Sasa hebu tusikilize, ni usafi gani huo? Endelea. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Jicho lako likiwa bovu, mwili wote utakuwa na giza. Ni kweli. Endelea. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza. Hebu sikiliza hapo. Anazungumzia nuru iliyo ndani, sio hii nuru tunayoiona kwa macho. Soma. Anasema basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Nuru iliyo ndani yako ikiwa giza, hilo ni giza. Kilichomfanya kipofu anaona mwanga si kwa sababu ya Yesu kumgusa jicho, ni kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo ndani.
Yule kipofu alikuwa haoni mwanga wa nje, lakini ndani ana nini? Na sasa ndugu zangu, tunazungumzia upofu wa kiroho. Tunaweza tukawa tunajiona kwamba tumekamilisha katika sehemu fulani, lakini kumbe hata hapo tunahitaji matengenezo. Lakini niwatie moyo kwamba katika kila jambo lina wakati wake, na hatuwezi wana msemo mmoja wa duniani huko huwa naotoa mara kwa mara kwamba Roma ilijengwa kwa siku moja. Kwa nini huu mfano huo wanaotoa? Kwa sababu Roma imejengwa katika fahari, vitu vya thamani kubwa. Mji ule umejengeka kweli kweli. Kwa hiyo wanasema pamoja na kwamba na fahari yake yote, lakini haukujengwa siku hii moja. Kwa hiyo tunachokichukua hapa ni nini? Ni kwamba unapojua kwamba kuna sehemu kuna kreki, hebu kaifunike hiyo kreki ili kusudi njia yako iwe salama. Ukimsikia Daudi katika kitabu cha Zaburi 51 anatubu kwa machozi, aliona mambo mengi ambayo amepungua kwayo. Usisubirie ukafikiri labda kuna sauti itakayotoka mbinguni kwamba kukwambia Bwana wewe omba toba. Hiyo sauti unaisikia kwa mimi hapa, kwa mwingine atakayesimama. Hiyo ndiyo sauti inayokujia kujisahihisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wana wa kuasi, tunasogea mbele kidogo. Wana wa kuasi katika maisha tunayoyaishi, kumbuka tuko ndani ya vita, tuko kwenye vita, na vita hii tunapigana na wana wa kuasi. Wana wa kuasi, ogopa sana kupigana na mtu anayejua udhaifu wako. Niliwahi kuambia kwamba kuna aina tatu za vita. Aina ya kwanza nikawaambia kuna vita ya mawazo. Vita ya mawazo. Kuna vita ya pili ya matendo. Ya maneno, halafu kuna vita ya matendo. Vita ya mawazo, vita ya maneno na vita ya matendo. Kumbuka somo linasema usingizi wa kiroho sehemu ya ngapi? Ya pili. Na nikawaambia kwamba kila kwenye taarifa, nyuma ya taarifa unayopokea kuna nini? Kuna ajenda. Kwa hiyo vita ya kwanza ni vita ya nini? Ya mawazo. Vita ya maneno na vita ya matendo. Asilimia ya watu walio wengi, inawezekana na wewe ukiwemo, huwa wanapigana vita ya pili na ya tatu, ya maneno na ngumi, ya maneno na mabomu, ya maneno. Lakini ngoja nikwambie vita hiyo mnazozipigana hizo sio shetani anayopigana nayo. Shetani anapigana vita ya mawazo. Shetani vita yake ni ya mawazo. Ndio maana katika Warumi 6:12 hapo unasikia anasema nisije nikawa nimekosea fungu, lakini inamaanisha kwamba anasema kwamba vita vyetu sio juu ya damu na nyama. Yeye anapigana vita ya nini? Ya kiroho, ya mawazo, ambayo ni vita kubwa kuliko. Na hiyo ndio inayotuangusha ndugu zangu. Makanisa yote yaliyoanguka hayakuanguka kwa vita ya wazi. Na hicho mimi ndio huwa nasimama nacho kwamba watu wa Mungu lazima mjue kupigana kiroho. Yaani nikisimama hapa nikaanza kuhubiri, ukae hapo uchunguze nyuma ya ajenda yangu kwamba kuna nini? Nina kusudi gani? Nina nia gani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana 3 mstari wake ni wa 19, anzia hapo. Anasemaje? Na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Hebu subiri. Hawa watu wa kuasi wanapenda giza kuliko nuru kwa sababu matendo yao
kwa sababu walipenda giza kuliko nuru kwa sababu ya uasi wao. Leo hii ngoja nikwambie hicho jambo kuhusiana na hilo andiko. Leo hii ukiwaita madhehebu mengine ukamwambia njoni tujadili juu ya Mungu, unasikia matusi yameanza, vurugu zimeanza, wengine wanakimbia, wengine hawataki kabisa. Yaani kumwambia anasema hapana, neno la Mungu alishalia. Wanaleta kila sababu yoyote, kwa sababu hawawezi kuja hadharani kutetea Mungu, hawawezi. Walishajifunza kwamba kilichomtokea bali ilikuwa ni shida, ni aibu. Kwa hiyo hawawezi kuja kwa sababu matendo yao ni ya nini? Ni giza. Endelea kusoma. Anasema bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ndio ili matendo yao yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Ndio Yesu anauliza, ni nani anayenishuhudia kuwa mimi nina dhambi? Yuko wazi. Nyie semeni kwamba Bwana, tulikuona na mke wa mtu. Sio tulikuona hapo wale unachukua rushwa. Sema. Kwa nini nyie mnajificha? Kwa nini hamtaki mazungumzo ya kiimani? Kwa nini? Lazima tuwe wazi. Mawazo yawe wazi. Mtu akioji usichukie. Kwa nini unachukia kuojiwa? Aya, kwa nini unachukia mtu ambaye yuko kinyume na wewe kimawazo? Kwa nini? Lazima umueleweshe. Akiwa kinyume na wewe kimawazo, mueleweshe, bwana, mimi nilichokuwa nakimaanisha ni hiki, ni hiki, ni hiki. Na watu wengine wataona kumbe yule bwana alikuwa kweli. Si ndio kwa nini uchukie? Kwa hiyo mawazo lazima yawe wazi. Endelea kusoma. Anasema baada ya hayo Yesu akachukua wanafunzi wake, ndio walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi. Akashinda huko pamoja nao akabatiza. Yohana ndio naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Hebu ishia hapa. Twende tuhamie katika kipengele kingine. Nimezungumzia habari ya hasira, nimezungumzia habari ya kutokupenda kuojiwa, nimezungumzia habari ya kutokuja tuzungumze. Si ndio? Ndio. Katika kitabu cha Yeremia 6 hili fungu limesomwa sana. Yeremia nataka nikiseme 6:10. Yeremia 6:10. Ndio. Anasema niseme na nani na kushuhudia wapate kusikia? Tazama, sikio lao halikutahiriwa wala hawezi kusikiliza. Tazama, neno la Bwana ndio limekuwa matukano kwao, hawalifurahii. Kwa hiyo kinachofanyika ni nini? Unaposema ukweli nilikuwa nazungumza na marafiki zangu hapo, ninaambia kwamba unapokuja katika kweli umeamsha vita. Na hili ninaomba mlichukue katika upana huu kwamba kilichomsababisha Yesu anasulubishwa ni kwa sababu ya ukweli. Kwa hiyo unapoanzisha ukweli, unaposema ukweli, umeanzisha vita, na unaanzisha vita si na watu wa nje hapo ulipo. Adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Unaanzisha vita. Kwa sababu kama wewe unachokisema ni uongo, waache watu watapima. Vita ya nini? Kwa nini tupigane? Kwa nini tuchukiane? Mambo ni mengi, muda ni mchache. Nafikiri ili somo kwa muda ninavyouona bwana nice. Basi ngoja nimebakiza niambiwa na dakika chache hapa. Kuna tabia za wana wa uasi. Tabia hizi nitakuja niziseme siku nyingine. Hawataki kutubu. Hebu nisomee Zakaria 7 mstari wa 11 na 12. Hawataki kutubu, yaani wagumu kutubu, wana mioyo migumu. Ukiwaambia tubu, hawataki, yaani wanaona hayo maisha ni sawa kabisa. Malizie, soma. Lakini hao walikataa kusikiliza, wakageuza bega lao, ndio wakaziba masikio yao, ili wasisikie. Naam, walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakasikia sheria na maneno ya Bwana, Bwana wa majeshi,
aliyoyapeleka kwa Roho yake kwa mkono wa manabii wa kwanza, kwa sababu hiyo ghadhabu kuu ikatoka kwa Bwana wa majeshi. Eba ishi hapa. Hawa watu mioyo yao inakuwa ni migumu. Hawako tayari kufanya nini? Kusikiliza na kutubu, hawako tayari. Wengi wao wanavutwa na mionekano ya dunia. Wengi wao leo hii kuna watu tumewacha huko tulikotoka. Si kwamba wote walioko kule hawajui ukweli. Wengi wao wametekwa na vyeo. Wengi wao wametekwa na ajira. Wengi wao wametekwa na muonekano. Hivi mtu yuko Magomeni. Nani anajua kanisa la Magomeni? La SDA. Hebu unalijua lile kanisa? Atoke pale kanisa la Magomeni amezoea kuhudumu hapo. Tena asije hapa. Aje kule tulikoanzia shuleni kule. Kwa wale nao huko. Au hata hapa aje hapa anakuta washirika wanne kwa. Kwanza atakisema hapa hamna Mungu. Hivi hamna Mungu. Kwa hiyo wako kule wametekwa hivi, wametekwa fahari za kidunia, wametekwa fahari za majengo. Si kwamba wote walioko kule hawajui, hawataki kutubu kwa sababu hiyo. Vyeo wamelewa madaraka. Kuna tabia nitakuja niseme siku nyingine hizi. Basi nihitimishe kwa kusema adui wa imani yako ni yule wa karibu yako. Zingatia hilo. Adui wa imani yako ni yule wa karibu yako. Lakini namba 2, usimwogope mwanadamu. Usimwogope mwanadamu. Wewe haupo hapa kwa ajili ya mwanadamu, upo kwa ajili ya Mungu. Mwogopeni Mungu anayeweza kuifisha huo mwili pamoja na roho. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usimwogope mwanadamu. Mwogopeni Mungu. Alafu jambo lingine, tusiishi kwa upendeleo. Mungu si wa upendeleo. Mungu amewapa watu wote usawa. Hajapendelea mtu. Unavyofanya wewe, anavyokuona wewe, ndivyo anavyoniona mimi. Ila hivi viwango utaviweka wewe kwa akili yako ya dunia. Hizi renki utaziweka wewe kwa akili yako ya dunia. Lakini Mungu katika kutoa neema yake ni kwa nini? Ni kwa usawa. Mwisho, usiogope. Bwana yuko pamoja na wewe, usiogope. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usiogope. Lakini zaidi sana, ili nisije nikalisahau, omba Mungu, kumuomba Mungu. Omba. Na nafikiri Mungu akimpatia nafasi siku nyingine, ili nitakuja nilizungumze kwa upana wake. Omba Mungu, watu wa Mungu, ndugu zangu, nguvu ya maombi ni kubwa na inahitajika katika kipindi hiki tulicho nacho. Waombee watu, jiombee wewe mwenyewe, waombee viongozi. Tuna mazingira magumu sana, tunahitaji kuombeana. Sawa Mtu yeyote anayejifanya kwamba eti anamjua Mungu lakini ndani yake ameuacha upendo, huyo bado yuko gizani hata leo. Biblia inasema hivyo. Waraka kwanza wa Yohana 2 nafikiri mstari wa 9, verse 8 na 9 kama sijakosea. Kwa hiyo tuombeane watu wa Mungu. Baada ya kusema hayo, nina jambo kwamba Sabato ijayo tutakuwa na ubatizo. Sabato ijayo kwa neema ya Mungu tutakuwa na ubatizo. Kwa hiyo wale wote ambao mko tayari kumkabidhi Bwana maisha yenu, sitawaita hapa, ila ni kwamba mjiandae kwamba Sabato ijayo tutakuwa na ubatizo. Mungu atusaidie, atufikishe huko, ili kusudi tuweze kuyakabidhi maisha yetu kwa nani? Kwa Mungu. Hicho ndicho tunachokitafuta. Mwisho inaomba baraka ngapi mwenyekiti? 4. Bwana. Basi hizi dakika 4 nitumie 4 katika fungu hili moja tu la mwisho. Si nimesema maombi 5:16 Yakobo 5:16 Yakobo. Anasema hivi, ndio. Anasema, naam, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, ungameni dhambi zenu na kuombeana. Tuombeane watu wa Mungu mpate kuponywa. Ndio. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii.
kuomba kwake mwenye haki kunafaa akiomba kwa bidii. Msiache kuomba. Tuna usingizi katika kuomba, tuna usingizi katika maombi, tuna usingizi katika kuombeana. Mungu aamshe roho ya maombi katika kanisa hili, na tuombe katika upendo, si kuomba ili mradi. Tuombe katika nini? Katika upendo. Basi baada ya kusema hayo, ninaomba sasa tupate ombi. Nina mambo mawili, dakika 2, si ndio? Haya, dakika 1 ya ombi la kwanza, dakika 1 ya ombi la pili. Nina maombi mawili. Ombi la kwanza ni toba. Utasoma Zaburi ya 51 hapo, unaweza ukasoma na yenyewe ikawa toba yako. Lakini ombi la pili ni la upatanisho wa kiroho. Upatanisho wa kiroho. Karibu tuombe. Na wewe unayepiga magoti unaweza ukaomba katika mazingira hayo mawili, Mungu atakavyokuwa amekuongoza. Tuombe. Baba Mungu, ninalitukuza jina lako kwa sababu unanisikia. Asante kwa kuwa umenipatia kibali kusimama mahali hapa ili kwamba kuweza kuziungama dhambi, makosa na kila aina yoyote ya ukosefu ambao yamkini inawezekana tumeufanya, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua. Ninakusihi Mfalme wa amani, tusaidie. Sisi wote mbele zako ni wakosefu. Mtu awaye yoyote anayedhani hana dhambi anajidanganya mwenyewe. Ninakuomba Baba yangu wa mbinguni, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, tuoshe na kututakasa kabisa kwa damu yako, ili kwamba neno lako likadhibitike kwamba ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ninakusihi Mfalme wa amani, tusaidie katika kila aina yoyote ya udhaifu tulio nao wa kiimani. Tusaidie katika kila aina yoyote ya udhaifu tulio nao wa kiuchumi. Tusaidie kila aina yoyote ya udhaifu tulio nao wa kifamilia. Tuinue sasa katika ufuni, kwa sababu tumesoma kwamba neno lako linasema, amka wewe usinziaye. Tuamshe katika ufu huu, ili kwamba tuweze kusimama kwa miguu yetu miwili. Tusimtegemee mwanadamu, kwani kufanya hivyo tunaangukia laana. Tukutegemee wewe Bwana wetu wa mbinguni. Kila neno lililo kinyume na wewe tuseme ni bora kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Ninakusihi Mfalme wa amani, kanisa lako takatifu ninaloungamanisha pamoja na makanisa yote yanayokuabudu wewe katika roho na kweli, nikiwa na maana kwamba neno lako likawe nguzo ya imani ya makanisa hayo. Kila mmoja akatembee katika nuru, nuru ikaangaze ndani ya kila mmoja wetu. Kila mmoja anayekutumikia wewe Bwana, kampatie nuru ndani yake ili atembee katika hiyo. Tunajikusanya kama vifaranga vya kuku ili kusudi chini ya mbawa zako wewe Bwana, basi ukatuhifadhi, na hakika tusimame kama washindi, maana ukiwepo wewe hakuna awezaye kusimama mbele yetu. Ninamwombea Mwalimu Jafari Masawe pole pote alipo. Ninawaombea wainjilisti wote wa makanisa yote Maria. Ninawaombea watendakazi wote katika nchi nzima na dunia nzima wanaokutumikia wewe katika kweli. Endelea kuinua nguvu inayotenda kazi ndani yao. Endelea kuwatangulia na kuwasimamia. Endelea kuwasimamisha ili sisi wote tusimame katika imani moja, Mungu mmoja na Bwana mmoja, ili kwamba siku ujapo wote tukakuraki mawingoni. Asante Bwana, wewe naamini unatusikia, na naamini unasikia maombi ya watoto wako. Maombi haya yote yakapate kibali mbele zako, ili sisi wote asiwemo hata mmoja asiyekubalika. Neema yako inatosha. Ambatana na kila mmoja wetu, tuongoze katika vipindi vingine vinavyofuata. Lakini zaidi ya yote tunakushukuru kwa ajili ya chakula cha leo ambacho tunaenda kukipata muda mfupi hivi sasa. Kikawe baraka katika jina lako Yesu, amen. Bwana awabariki sana watu wa Mungu. Ninawashukuru sana.
Bwana Yesu asifiwe. Asante mtumishi wa Mungu kwa somo zuri. Nafikiri kuna vitu tumepata na kujifunza. Mungu awabariki sana. Wakati huu tunapotoka mahali hapa kwenda kupata mapumziko hapo nje, tafadhali ukiamka, hebu msalimie tu hata jirani yako, kisha umempa mkono hata wawili watatu. Mtumishi wa Mungu, njoo tuongoze katika nyimbo. Fungua namba 10. Nyimbo yetu Kristo wa neema yote ibisha moyo wangu.